Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi hurri ma yamin, amma ba'd. Karibu mtazamaji wa Rapta Channel Mtindo Maisha. Leo katika Door of Knowledge tutakwenda kuendelea na tulipoishia katika kipindi kilichopita, kuwa tulishia katika swala ya dhuhuri, lakini leo tutaweza kuangalia swala ya alasiri, magharibi pamoja na swala ya isha. Namna gani mtu anaweza kuendea ama kuziswali swala hizi. Tunaye mwalimu wetu ambaye atatupitisha katika somo hilo, tampa nafasi aweze kutusalimia, lakini pia aweze kutujibia ama kutupitisha katika mlango huo wa swala. Naam, karibu ustadhi. Naam, nashukuru sana ustadhi Maalim kunikaribisha kwa ajili ya kufafanua namna ambavyo sala hii ya alasiri inaweza kutekelezwa. Na muhimu kuzingatia ni kwamba wakati wa alasiri tukaambiwa ni kuzidi kimvuli cha kitu mfano wake. Kwa hiyo wakati wa alasiri unaingia pale ambapo kimvuli cha kila kitu kitakuwa mfano wake, kisha na kuzidi kidogo. Huo ndio wakati wa sala ya alasiri. Naam, Ustadh Haddad, umetueleza vizuri kabisa kwa ufasaha kuwa swala ya alasiri wakati wake ni kutokea ule wakati wa kuzidi kivuli kila kitu mfano wake mpaka wakati ule wa mawingu kuwa mekundu. Naam, lakini namna gani tunaswali swala hii ya alasiri? Je, swala hii ya alasiri inaweza ikafanania na swala ya adhuhuri ama kuna sehemu zinatofautiana swala hizi? Naam, nashukuru Ustadhi Maalim. Utofauti ni kama tulivyotanguliza kusema kwamba utofauti haupo. Utofauti upo kwenye nia tu. Kama ambavyo tulisema nia ya sala ya alasiri inakuwa tofauti kidogo na nia ya nani? Ya sala ya dhuhuri. Kwa hiyo ndugu watazamaji, zingatieni haya kwamba nia ya sala ya alasiri ni tofauti kidogo na nia ya sala ya dhuhuri. Naam. Naam, sasa kwa hivyo matendo yanayofanyika katika swala ya adhuhuri ndio yale yanayofanyika katika swala ya alasiri. Kwa hivyo watazamaji, tupate kujua kuwa tofauti ya swala ya alasiri na adhuhuri ni katika nia kama mwalimu wetu alivyotuambia. Lakini matendo yanayofanyika kwenye swala ya adhuhuri na matendo yanayofanyika katika swala ya alasiri yote ni sawa tu, isipokuwa nia ndio itakuwa tofauti. Kwa hivyo nafikiri moja kwa moja tuelekee katika swala ya magharibi. Tufahamu namna gani, watazamaji wetu wafahamu namna gani inaweza kuswaliwa, yani mtu anaweza kuswali swala ya magharibi. Wakati wa swala ya magharibi ni wakati gani? Naam, nashukuru al-Ustadhi Maalim. Wakati wa magharibi huanza pale linapozama jua. Kweli kisha zama jua unaanza wakati wa al-magharibi. Kwa maana huo ndio wakati ambao ni bora, wakati al-fadhila. Kwa unaanza hapo unakwenda mpaka pale atakapozama mawingu mekundu, kwa maana ule wekundu wa jua. Kwa hiyo wakati huu ni mfupi sana, kwa hiyo ni vyema kufanya maandalizi kama ni udhu na kitu chochote kile ambacho kinahusiana na ibada hii ya sala. Kwa nini? Kwa sababu wakati wake ni mfupi sana. Kwa hiyo kubwa ni kuyazingatia haya kwamba sala hii ni katika sala ambazo zinasaliwa kwa sauti. Kwa hiyo tofauti tayari tunauona unapatikana katika sala hii ya magharibi. Na je, hapo swali la kuuliza, labda swala hii ya magharibi ina rakaa ngapi? Tulitoka kuona katika swala ya alfajiri kuwa ina rakaa 2, lakini swala vile vile swala ya adhuhuri pamoja na swala ya alasiri wakatuambia kuwa zote hizi zina rakaa 4. Je, swala ya magharibi ina rakaa ngapi? Naam, swala ya magharibi ina rakaa 3. Rakaa 3 ndizo msingi wa sala hii ya magharibi. Kwa hiyo ni tofauti kidogo. Tule rakaa 4 huku rakaa 3. Kwa hiyo iko hivyo. Na vipi na swala hii ya magharibi kwa hizo rakaa 3? Kama ulivyotuambia kuwa swala hii ya magharibi inadhihirishwa. Je, katika rakaa zote 3 ndo tutakuwa tunadhihirisha ama inakuwa vipi? Katika mfumo wa kuendesha sala hii kwamba tumesema ni rakaa 3. Rakaa 2 ni rakaa ambazo zinatakiwa kusaliwa kwa sauti. Kwa maana rakaa ya kwanza unasoma kwa mtindo ule ambao tumekwisha kuelezea kwa suratul Fatiha na sura baada ya sura hiyo, kisha utaratibu ule unafuatwa. Naam, labda pengine afwan Ustadh Haddad utukumbushe ama wakumbushe watazamaji utaratibu ule tuliosema nyuma kivipi, yani tunaanza vipi, kwamba ni vile vile kwamba kwa dua ya ufunguzi wa swala kisha baada ya ufunguzi wa swala yani vipi? Naam, nashukuru sana. Namna ya kusali sala hii, kwanza ni lazima uanze kwa takbiratul ihram. Lakini kabla ya kufika huko kuna nia. Nia yake ni kusema
nawaitu usalli faradhu salata al-maghribi 3 rakaati maamuma, kama wewe ni imamu, au kama ni imamu unasema imama lillahi ta'ala Allahu akbar. Ukishamaliza hapo ndipo unatakiwa kusoma suratul Fatiha. Kwa hiyo sala hii inasaliwa kwa sauti. Umeona? Kwa hiyo tofauti pia upo kwenye nia na kwenye kusali kwa sauti. Naam, bado watazamaji wanapata mgagaziko kuwa katika rakaa zote tatu ni tunadhihirisha ama inakuwa vipi? Unataka kutuambia hapa kama rakaa ya kwanza anasoma dua ya ufunguzi wa swala, lakini pia atasoma alhamdu, baada ya alhamdu atasoma sura. Je, rakaa ya pili na ya tatu pia itakuwa ni hivyo hivyo ama kuna utofauti gani? Rakaa ya kwanza ni lazima usome kwa sauti, kwa muundo ule ambao tumeelekeza. Maana utasoma kwa sauti suratul Fatiha na sura kama wewe ni imamu. Kwa hiyo imamu atafanya kwa sauti hayo, lakini maamuma yule atakuwa anasoma kwa siri suratul Fatiha. Kama kutakuwa kuna nafasi ya kusoma sura, basi atasoma hivyo. Kwa raka ya kwanza kwa sauti kwa imamu, na raka ya pili halikadhalika kwa sauti, na raka ya tatu hii inakuwa ni kimya kimya. Lakini pamoja na kuswali kwa kimya kimya au kwa kutoa sauti, lakini ni lazima suratul Fatiha isomwe kimoyo moyo. Sasa umetoka kutueleza hapa kwamba ni lazima kwa imamu kusoma suratul Fatiha pamoja na sura nyingine. Je, kwa huyu anayeswalishwa sasa, je, kwake inakuwa lazima kufanya kitu gani? Kwake huyu anayesalishwa kama maamuma, yeye ni lazima, maana kwake wajibu ni kusoma suratul Fatiha peke yake tu. Hana wajibu wa kusoma sura nyingine. Huna wajibu wa kusoma sura baada ya suratul Fatiha. Naam, watazamaji, tumepata kuona faida. Watu wengi tuna swali lakini hatufahamu kuwa wajibu wa kusoma sura nyingine ni anao imamu. Kwa hivyo sisi maamuma, Sheikh Ustadh Haddad, kwamba tuna wajibu tu wa kusoma suratul Fatiha peke yake, basi na kusoma sura nyingine. Kwa hivyo ile sura nyingine itatosheleza kwa kusoma imamu tu. Naam. Swali la pili ni kwamba rakaa ya mwisho umesema tunasoma kisirisiri. Je, katika kusoma kisirisiri tunasoma suratul Fatiha peke yake tu ama tutasoma na sura nyingine, kwa kuwa imamu hasomi sura, adhihirishi maana yake? Je, sisi maamuma huku tutasoma suratul Fatiha pamoja na sura nyingine ama tutasoma suratul Fatiha peke yake? Naam, swali lako zuri. Inawezekana kweli imamu kaghafilika siku hiyo, kasalisha kwa sauti sala hii ya magharibi ambayo huswaliwa kwa sauti, lakini alipofika pale ili asome sura akawa hajasoma. Je, kwa maamuma itakuwa ni wajibu kusoma sura? Naam, wanasema ni sunna kusoma hiyo sura, lakini sio kwa sauti, bali atasoma tu kwa siri, bi maana kimya, ataisoma hiyo sura baada ya suratul Fatiha. Naam, umetupa faida, lakini nilikuwa nakusudia katika rakaa ya mwisho ya swala ya magharibi, ile rakaa ya tatu. Imamu pale anakuwa adhihirishi, sawa sawa. Kwa hivyo je, huyu maamuma anayeswalishwa, yeye kinamwajibikia kusoma kitu gani? Ni suratul Fatiha pamoja na sura nyingine ama itakuwa ni suratul Fatiha peke yake? Naam, ni lazima kusoma suratul Fatiha, lakini kama wakati utamruhusu kusoma sura, yategemea na wepesi wa imamu. Pengine kama ni mzito, unaweza kusoma suratul Fatiha kisha ukasoma sura nyingine baada ya sura hiyo katika rakaa ya mwisho. Lakini naam, mtazamaji wa Rapta TV na kipindi hiki cha Door of Knowledge, tumepata kujifunza leo kuona swala ya alasiri lakini pia swala ya maghrib. Lakini je, katika swala ya Isha, Ustadh Haddad, ina rakaa ngapi? Lakini pia inaswaliwa wakati gani? Mtazamaji aweze kupata faida pia na swala hii ya Isha, tuweze kufahamu kiundani zaidi swala ya Isha inaswaliwa wakati gani, lakini pia ina rakaa ngapi na vipi inaswaliwa. Naam, nashukuru sana. Wakati wa Isha ni kama ulivyotajwa katika vitabu vya fiqh. Naam, kwamba huanza pale jua linapozama na mwangaza wa jua ukao umepotea kabisa, ambapo inajulikana kama ashafaqul ahmar. Kwa hiyo kishazama hayo wingu mekundu, ndipo unaanza wakati wa sala ya al-Isha. Kwa hiyo sasa namna ya kusali sasa ni kama tulivyosema, unaanza na nia, maana na nia yake pia itakuwa tofauti kidogo. Kwa hiyo utasema nawaitu usalli faradha as-salata al-Isha'i. Nazingatia tena hapa, kama wewe ni maamuma nasema maamuma lillahi ta'ala Allahu akbar. Na katika rakaa hizi za kwanza, rakaa mbili hizi za mwanzo, basi unatakiwa usome kwa sauti kama ni imamu, lakini
Kwa huyu maamuma yeye kitakachukua wajibu kwake yeye ni kusoma suratul Fatiha basi, lakini kwa imamu yeye ahakikisha anasoma suratul Fatiha pamoja na sura katika rakaa hizi mbili za mwanzo. Na vipi katika hizo rakaa mbili za mwisho? Maamuma yule anaiswalishwa inamwajibikia kufanya nini? Katika rakaa mbili hizi za mwisho kitu ambacho ni lazima kwa maamuma ni kusoma suratul Fatiha. Kama ilivyo suratul Fatiha kuwa ni nguzo, kwa hiyo asiwache nguzo hiyo. Ni lazima asome suratul Fatiha kisha akwende sambamba na imamu wake. Naam, mtazamaji wa Rapta Channel, katika kipindi chetu cha Door of Knowledge, leo tumepata kujifunza mambo mengi kuhusiana na swala zetu. Tokea tumeanza swala ya alasiri, lakini pia swala ya maghrib na swala ya isha. Lakini tumepata kufahamu kiundani kuwa swala ya isha, swala ya maghrib pamoja na swala ya alasiri inaswaliwa wakati gani, lakini pia namna gani ya kuziendea zile nyiradi zinazokuwa katika swala. Tumeelezewa na Ustadh Haddad ibn Adam, yeye ametuchambulia vizuri zaidi. Lakini tusitosheke tu kuelewa kwa mara moja. Tuwe ni wenye kupenda kusoma na kufahamu na kuuliza sana kuweza kujua swala zetu tunaziswali vipi na vipi swala zetu zinakuwa ziko katika usahihi. Endelea kutufuatilia kupitia chaneli yetu hii ya Rapta Channel, mtindo ni maisha, kupata mambo mengi, kujua dini yako ya Uislamu. Tufuatilie kupitia mitandao ya kijamii TikTok, Instagram pamoja na Twitter kule ambao sasa hivi unaitwa ni X. Lakini pia usisahau kusubscribe kupitia channel yetu hii ya YouTube channel Rapta Channel. Tulikuwa naye Ustadh Haddad, lakini ulikuwa nami Ustadh Maalim Ibn Omar. Wabillahi tawfiq wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.